Habari za alasiri. Kama nilivyojitambulisha awali, jina langu ni Mohamed Nasoro Jega. Leo nitakuwa hapa kwa ajili ya kuwasilishia juu ya biashara ya bodaboda, na mada yetu itakuwa inasema nani wa kumpa chombo chako. Hii ni sehemu ya kwanza, itakuwa na sehemu mbili kwa sababu biashara ya bodaboda ina pande mbili. Pande ya kwanza ambayo tutaizungumzia leo, pande ya utunzaji wa chombo, ukifanya chombo kiwe katika hali nzuri ya usalama. Alafu upande wa pili kumpata dereva kwenye masuala au kwenye namna ya kuweza kupa fedha zako. Kwa hiyo upande wa kwanza utakuwa ni katika namna ya utunzaji chombo. Sasa sisi kama wafanya biashara au wale ambao tunahitaji kufanya biashara bodaboda, tufanye vitu gani au tufanye nini tuweze kumpata dereva bora kwa ajili ya kutunza chombo chako? Katika uwasilishaji huu tumetumia neno dereva kamili, tukimaanisha dereva ambaye amekamilika, hana mapungufu, au kama anayo ni yale mapungufu ambayo yanaweza kuzibika kwa urahisi katika kumpata dereva bora kwa ajili ya kutunza chombo chako. Tutaanza na nukuu mbalimbali ambazo hizi nukuu tutazitoa kwa wale watu ambao walijaribu au walifanya hii biashara na pengine kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tutaweza kuziona au kuzihisi iliweza kuwafanya washindwe. Nakumbuka kwenye kikao changu cha kwanza ambacho nilifanya kama member wa Fikra, Sheikh Ali hapa Mfaume aliwahi kutoa mfano au hadithi kuhusu biashara hii ya bodaboda. Alisema aliwahi kumpa mtu bodaboda yake, lakini kwa bahati mbaya kutokana na hakuwa dereva sahihi au kama kulikuwa kuna sababu zingine, hii ilishindwa kufanya yeye na dereva wake washindwe kuendelea, na hatimaye biashara yake ikawa si ya biashara tena, isipokuwa ni mizunguko ya hapa na pale. Na maana kwenye lengo la kufanya biashara ya bodaboda tunasema kwamba aliweza kufeli au hakuweza kufanikiwa. Pia brother Twaha ambaye amepata dharura ya kufika, yeye aliwahi kusema kwamba aliwahi kujaribu kuifanya hii biashara, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuidumisha kutokana na yeye pia hakuweza kupata dereva kamili au dereva sahihi wa biashara yake. Pia ndugu yangu hapo wakili Zahran aliwahi kuwa shuhuda, alijaribu kufanya biashara hii na pia hakuweza kufanya au kufaidika naye kutokana na madereva ambao walipata, aidha walijaribu chombo chake au walishindwa kuelewana katika ule upande wa pili. Lakini hawa wote watatu katika mifano ambao tupo hapo ndani, inaweza ikawa kwamba kufeli kwao au kushindwa kuendelea kwao kwenye biashara hii ni kutokana kwamba walikuwa na uchaguzi mbovu au mbaya wa madereva au sababu zingine ambazo sisi hatuwezi kuzifahamu. Lakini kwa kudhania, tunadhania kwamba uchaguzi wa madereva ambao sio kamili uliweza kuwa sababu ya wao kushindwa kuendelea kwenye hii biashara. Sasa hapa tuangalie baadhi ya madhara ambayo kutopata dereva kamili kwenye chombo chako yanaweza yakasababisha au yakatokea. Tujalie kuwa huyu ni wewe, umenunua pikipiki yako mpya namba XX, unampa dereva kwa mara ya kwanza ambaye si dereva kamili. Umeambiwa tu bwana Mohamed Jega ni dereva, sababu chombo chako mpya ukampa. Baada ya siku 3 pikipiki inakuja hivi, kwa bahati mbaya haukukata bima, inakuwa umepata hasara kubwa na pengine hautotamani tena kuendelea kufanya hiyo biashara. Nukuu ya pili au mfano wa pili ni huu hapa, ambaye pengine dereva alikuwa katika hali hakuwa kamili, alikuwa katika hali kubwa, katika spidi kubwa sana ya kuendesha chombo chake, na kudhani kuwa spidi kubwa ni hatari, kwanza katika usalama wa maisha yake mwenyewe, pia ni hatari katika uharibifu wa chombo cha mhusika ambaye ni bosi wake alimpatia, na madhara yake tuweza kuona ajali imesababisha kifo kwake na bodaboda au pikipiki yake kuweza kuharibika. Mfano mwingine ni huu hapa, dereva umempa chombo chako lakini anafanya overload, anazidisha mzigo. Kawaida pikipiki au bodaboda ni biashara ambayo imewekwa isizidishe mtu mmoja, kama yani ni abiria mmoja. Sasa huyu kutokana na pengine na tamaa au kutaka kupata hela zaidi bila kujali usalama na ubora wa chombo, akabeba abiria watatu ambao kutokana na uwezo wake wa kuhimili chombo ukamshinda, na hatimaye ikafikia kutokea kwa ajali. Ya mwisho tunaweza kuona ni huyu hapa ambaye amefanya amebeba abiria 6 pamoja na yeye 7. Hapa anaharibu chombo kutokana na kuzidisha uzito, lakini pia anaweka hatarini usalama wake na hawa ambao aliowabeba. Kwa hiyo kama mtu utapata namna ya kuchagua dereva, huwezi kuchagua dereva mwenye sifa kama hizi ambazo nimezionyesha, kwa sababu hawezi kuwa dereva kamili kwa chombo chako. Aidha asipate ajali siku ya leo, katika siku zijazo mbele inaweza ikawa ni moja ya sababu ya yeye kupata ajali. Sasa katika kuangalia dereva kamili wa kumpata chombo chetu, lazima tujue huo dereva kwanza ni nini.
sababu hatuwezi kuingia kwenye udereva kamili bila kujua udereva ni nini. Udereva ni kitendo cha kuongoza chombo cha moto kutoka mahala fulani kwenda mahali pengine. Udereva ni hali ya kutoka sehemu, kuendesha chombo cha moto kutoka mahali fulani kuelekea mahali pengine. Kidogo nilichelewa kujifunza gari kutokana na vitu hivyo vimekania mbali, tofauti na Aida kina Zaharani na watu wengine. Kidogo ilikuwa rahisi. Mwaka 2019 babangu alikuwa akinifundisha gari kwa mara ya kwanza baada ya kumlilia kwa muda mrefu. Jambo la kwanza ambalo alikuwa akiniambia, alinisisitiza jambo hili hapa: udereva ni akili yako. Alirudia mara 3. Udereva ni akili yako. Udereva ni akili yako. Kisha breki, mwisho ni accelerator. Udereva ni akili yako, udereva ni akili yako, udereva ni akili yako, kisha breki, mwisho ni accelerator. Katika haya maneno matatu, ina maana amevizungumzia vitu vitatu vya msingi ambavyo dereva kamili lazima awe navyo. Lazima awe navyo katika hivi vitu vitatu. Na ukiwa kama mfanya biashara bodaboda au hata chombo kingine cha moto, hakikisha unavifahamu hivi vitu vitatu vizuri kwa undani kabisa, ambao ni akili, breki na accelerator. Tutakuja kuchambua hii akili inasimama kwa ajili ya kitu gani, breki kwa ajili ya kitu gani, na accelerator na kwa nini viwe ni muhimu vya msingi kwenye kupata dereva kamili sisi kama wafanya biashara bodaboda. Na baada ya kujua udereva, huyo dereva ni nani? Sababu unaweza kusema namtafuta dereva alafu hujui dereva ni nani. Badala ya kumpata dereva, ukaenda kumchukua mtu ambaye yeye ni mlimaji ukampa chombo chako aendeshe, kumbe sio dereva. Sasa dereva ni nani? Dereva ni mtu ambaye hufanya kazi ya kukiongoza chombo cha moto katika uelekeo fulani. Anakiongoza chombo cha moto katika uelekeo fulani kutoka pengine Moroko kwenda Magomeni. Akipewa chombo cha moto atakuwa dereva. Na dereva hujumuisha mtu yoyote mwenye uwezo wa kukiongoza chombo cha moto kwenda mahala fulani bila kujali ana maarifa au la juu ya chombo husika anachokiongoza. Kwa hiyo ukiweza kukiongoza chombo kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, wewe ni dereva tayari, kwa sababu umefanya ile kazi ya kukiongoza. Lakini sisi lengo letu sio kupata dereva, lengo letu kwa ajili ya biashara yetu tupate dereva kamili. Hapa tutakuja kuona kuwa si kila dereva anafaa kumpa chombo chako, kwa sababu kuna madereva ambao wao hawana maarifa juu ya chombo husika. Ni sawa dereva ambaye ana leseni daraja E ya gari kubwa, tuseme Scania, ukampa pikipiki ambaye hajawahi kuendesha, ni dereva, lakini sio dereva kamili kwenye chombo chako cha pikipiki, kwa sababu hana maarifa. Hata kama ataweza kutia gear namba 1 na kusogea mpaka pale, atakuwa dereva, lakini sio dereva kamili. Na sisi kwenye kutaka kumpa chombo cha biashara, tunamtafuta yule ambaye ni dereva kamili. Hakikisha unampa dereva kamili chombo chako. Sasa huyo dereva kamili ambaye tunamkusudia sisi kama wafanyabiashara bodaboda ni nani? Au huo kamili ambao dereva bidi awe nao kwenye biashara yake ni upi? Dereva kamili ni yule dereva ambaye ana uwezo wa kukiongoza chombo cha moto kwa maarifa. Cha kwanza, nikisema kwa maarifa, ina maana ameshasomea hiyo fani husika. Kama dereva bodaboda pikipiki ameisomea kwa kwenda chuo akasoma. Weledi, baada ya kupata maarifa amekuwa na weledi kwamba ameshafanya mazingira fulani ya kushika chombo, ina maana amebobea kwenye hayo maarifa yake. Ina maana hakusoma kwake hakukuwa kusoma na kupitisha muda tu ili apate cheti, ina maana amebobea. Baada ya hapo amekuwa na umilisi. Umilisi tunasema ni ule ukomavu wa kile kitu, yani kuweza kutumia kitu ambacho unacho kichwani au kwenye makaratasi kufanyia implementation. Yani kukitumia, tunasema kuna mfano kwenye tunasema kwamba amali, yani kujua kitu sio bora, bora ni kujua kitu na kufanyia kazi. Na maana umilisi ni ile hali ya kujua kitu ambacho umekisoma na kufanyia kazi, maana tunasema bobezi. Alafu pia awe na uzoefu. Uzoefu katika mazingira mbalimbali, kwa sababu katika barabara au katika kuendesha chombo kuna mazingira ambayo ni magumu, mazingira ambayo hatarishi na mazingira mengine tofauti. Na maana akiwa mzoefu atajua mahali fulani nitumie njia fulani, mahali fulani nitumie hali fulani ili iweze kutoka. Pia historia na utabiri wa hatari katika pande zote 6 zinazozunguka chombo chake na namna ya kuchukua hadhari au kuzikabili hatari hizo bila kuleta maafa kwa dereva au chombo chake katika wakati wote wa safari zake. Na maana abidi ajue hatari katika pande zake zote 6 akiendesha pikipiki. Tutaona pande 4, lakini nimeweka 6 kwa sababu tukienda mbele tunaweza tukawa tuna mashimo. Shimo lipo chini ya barabara, ni mbele lakini chini. Na maana chini pia ni sehemu ya pande katika zile pande 4. Lakini juu unaweza ukawa unaendesha kwa bahati mbaya, pengine unaendesha chini ya gorofa kama unapita Kariakoo, unaweza kaa kinaanguka kitu, na ujue maeneo ninayopita ni maeneo gani na nikae kwa umbali upi ili mradi niweze
kuwa salama, kwa sababu unaweza kali naanguka jiwe au kitu chochote kizito ukaacha pikipiki yako ukakimbia ikaangukia chombo kikawa kina madhara. Sasa ili uweze kupata dereva kamili wa chombo chako ni lazima utambue sifa zote pambanuzi na dereva yupi anafaa zaidi katika chombo chako. Ina maana sisi kama madereva au madereva wengine wote wanakuwa na sifa zao pambanuzi, sifa ambazo zinapambanua huyu dereva huyu fulani wa namna fulani, huyu dereva namna fulani, dereva namna fulani. Ndio maana kuna baadhi ya dereva ukimwona mtu huyu dereva bwana hamna kitu, kutokana na zile sifa pambanuzi ambazo mtu husika anakuwa nazo. Sasa hizi sifa pambanuzi ni hizi hapa 4. Sifa ya kwanza tunasema dereva mwendo kasi, a driver who has a pace. Ndo tunasema accelerator. Mwanzo nitoa mfano wa accelerator kule. Ya maana yeye anachokijua kwenye udereva wake au pikipiki yake ni kuvuta mafuta. Hajalishi yupo speed namba ngapi. Akiwa speed anafurahi kuwa na speed kubwa. Yeye ni dereva mwendo kasi au tunamuita accelerator kwa jina lingine. Maana yeye ni dereva ambaye ana uwezo mkubwa wa kuendesha chombo cha moto kwa kasi kubwa na kwa kujiamini. Anaamini kwamba anaweza kaendesha speed kubwa na isipate madhara yoyote, kwa sababu kuendesha speed kubwa si kitu cha kawaida. Mwingine huwa hawezi kutokana na aina yake ya udereva. Dereva wa pili tunaita dereva mtawala, a driver who has a good control. Kila driver huwa na control, lakini tunazungumzia good control. Katika mazingira gani? Huyu ni dereva ambaye ana uwezo mkubwa wa kukitawala chombo chake, hasa katika mazingira magumu ya barabara au hali ya hewa na changamoto yoyote ya dharura za barabarani. Ina maana katika mazingira magumu kuna baadhi ya barabara kama ukienda Chanika huko Cholwe, ukienda Gongo la Mboto, utakuta kuna mazingira kuna mashimo mengi, alafu barabara sio nzuri, au hali ya hewa kama hii sasa hivi barabara hasa ya rami huwa inateleza. Ndio maana dereva ambaye ana control huwa anafahamu kutokana na hii hali ya hewa niweze kuzuia vipi chombo changu wakati husika na kuweza kupita kwa usalama. Ndio maana huyu tunamuita brake, kwa sababu huwezi kuwa na control bila kuwa na brake nzuri. Ndio maana utajua wakati gani wa kutumia brake. Mara kadhaa brake huwa ni sababu ya ajali kutokana na kuangusha. Kwa hiyo akiwa anatumia brake anakuwa na control nzuri. Tunaita dereva muamuzi, a driver who has a better decision, ambao tulisema ni akili, ambacho niliambiwa mara 3 kupita fundisho gari. Huyu ni dereva ambaye huwa na maamuzi sahihi kwa kiasi kubwa, hasa akiwa katika mazingira magumu au foleni, hata anapopata ajali. Ya kwanza, mazingira magumu. Nipo katika mazingira magumu ambayo pengine hii njia ina mlima mkubwa alafu una matuta. Napitaje? Ina maana kwa haraka anaweza kupata maamuzi sahihi ya kupita. Nipite pembeni niweze kufika salama au kwa haraka. Au akiacha mazingira magumu anaweza akawa katika namna ya foleni. Foleni imebana. Nipite katikati kati ya magari zimebana ziwe zinatembea au zimebanwa, au nisubirie foleni ili mali iweze kuwa salama. Ina maana pia haya ni maamuzi. Mwingine ambaye hana maamuzi anataka apite kwa haraka, mwisho amebanwa, chombo chake kimeharibika naye amepata ajali. Mwisho ajali. Hili swala aliwahi kuzungumzia brother Anthony alipozungumzia swala la oga, kiwewe na wasiwasi. Dereva ambaye yupo makini ni muamuzi, anapata ajali haanzi kuwewesuka. Atatulia kwanza kuangalia usalama wake kama yupo peke yake, usalama wa abiria, pia ataangalia chombo chake kipo katika mazingira gani ya usalama. Alafu anafuata hatua zingine. Ina maana huyu ni dereva muamuzi. Na aina ya mwisho ni dereva mwenye sifa mbili au zote. Huyu dereva wa mwisho ambaye tunasema ni dereva kamili huwa na sifa mojawapo mbili kati ya hizi au zote. Aidha atakuwa na uamuzi na control, uamuzi na mwendokasi, au mwendokasi na control, au atakuwa na vyote. Ina maana huyu ni dereva kamili ambaye ameweza kufanya sifa mbili kuwa katika fungu moja, au sifa 3 katika fungu moja. Ukipata dereva ambaye atakuwa anaweza kuendesha kwa spidi, kucontrol chombo chake na kufanya maamuzi sahihi, huyu ni dereva bora au ni dereva kamili ambaye amekamilika, kwa maana atajua hapa nikimbie, hapa nipunguze spidi, hapa nisimame ili mradi niweze kuzuia ajali kwa ajili ya usalama wangu na chombo ambacho bosi wangu amenipa kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa tuangalie sifa za dereva kamili ni zipi. Sifa ya kwanza, anajiamini kwa kiasi sahihi. Anajiamini kwa kiasi sahihi, kwa maana kwamba hajiamini kupitiliza wala hana woga ambao utamfanya asijiamini. Anajiamini kwa kiasi sahihi, kwa maana kwamba hapa nikifanya maamuzi haya nina uhakika kwamba nitapita. Akiona anashaka basi afanye hiyo jambo. Kwa maana anajiamini kwa kiasi sahihi, hazidishi kujiamini kwake, kwa maana hawi overconfidence. Pili, ana maamuzi sahihi. Baada ya kujiamini anafanya maamuzi sahihi. Hapa napita na anapita kweli. Hata yale maamuzi ambayo yanakuwa na shaka kwamba nitapita sipiti. Ina maana maamuzi yake mara zote huwa ni sahihi, kwa sababu tayari ameshakuwa na kujiamini kuliko kwa kiasi.
Tatu, ana umakini na mazingira yake ambayo anapita, kwa sababu yeye ashakuwa na maamuzi sahihi. Atajua kutokana na hali fulani lazima niwe makini kwa namna gani. Pengine natembea highway na pikipiki yangu haina mwendo kasi, nikae upande wa kushoto au wa kulia, kwa sababu aina ya pikipiki yangu anachokiendesha kwa ajili ya kuzuia ajali. Na maana atakuwa na umakini kutokana na aina ya chombo chake anachokijua. Pia atakuwa na mchunguzi. Hii hasa ni kwa njia ambayo hajawahi kupita, mfano dimbwi la maji na kadhalika. Mimi sijawahi kwenda njia ya Morogoro. Ina maana ili nipewe safari kwenda njia ya Morogoro lazima nifanye uchunguzi kwa watu ambao tayari washawahi kwenda hiyo njia. Siwezi tu from nowhere nikaanza moja kwa moja nikaenda, kwa sababu sijui hiyo njia ipo vipi. Kutokujua njia kutanifanya pengine niende mwendo kasi, na madhara yake nikuta hali mbaya njia nikasababisha nipate ajali. Lakini kama nitafanya uchunguzi wa kueleza, madereva wenzangu wataniambia bwana, sehemu fulani labda Wami kuna mteremko mkubwa, kwa makini kadha na kadha na vitu vingine, kwa sababu tunafahamu kuwa asilimia kubwa ya barabara zetu vile vibango vya alama za barabarani vimeanguka au vimetolewa kutokana na ajali na kadhalika. Ina maana sio kila sehemu kuna zile alama za barabarani, lakini ina maana atakufanya uchunguzi atakupata walau kuwa na ufahamu ndogo kuhusu njia ambayo anaipitia. Kingine, kuona mita 100 mbele kabla ya kufika. Awe na uoni mzuri anapoenda mita 100 mbele. Ina maana akiweza kuona mita 100 mbele hapa katikati, kama kuna hatari mita 100, ataweza kufanya maamuzi sahihi ya kuweza kufanya kuzuia ajali katika hii tukio. Ina maana kukiwa kuna gari ambalo limesimama kule mbele na akaona mita 100, itakuwa ni rahisi kwake yeye kuweza kupunguza mwendo na kuweza kuzuia ajali. Lakini kama hataona, itakuwa kwake ni changamoto, itasababisha ajali kutokea. Cha mwisho, kutambua chombo chake na sifa zake na matatizo yake. Kutambua chombo chake, sifa zake, matatizo yake. Chombo chako ni boxer. Boxer aina gani? cc 100, 125 au 150. Sifa zake ni nini? Ina spidi kubwa au ina spidi ndogo? Gear 4, gear 5. Pia ina matatizo gani? Pengine pikipiki yako ina matatizo, inajivua gear. Wewe unataka upandishe mlima ambao hauna nguvu. Gear ikijivua maana yake utakuwa free, utaanguka chini utapata ajali. Au pengine cheni imelegea. Utataka upandishe mlima, sprocket ina changamoto. Ina maana kama matatizo hayo yajui au uweze kujua chombo chako, utapata ajali kutokana na changamoto hiyo. Maana pengine ukiwa unazijua sifa zake na ubora wake, utakuwa na uhakika wa 100% kwamba chombo changu hapa kinapita. Ukiwa ufahamu chombo, huwezi kuwa na uhakika huo. Sasa ushajua sifa zake, vipi tutampata huyo dereva kamili? Kwa sababu sifa kuzijua sio kumpata mtu. Utamjuaje huyu ana sifa hizo? Cha kwanza cha msingi, tembea naye katika vyombo tofauti. Huyo dereva utembee naye katika vyombo tofauti. Utembee naye kama kuna pikipiki, utembea na Boxer, tembea na TVS, tembea na Honda, tembea na Yamaha. Ina maana zote zina sifa tofauti. Ukishatembea naye utajua anaweza kucontrol vipi na kufahamu vipi vyombo. Pia tembea naye kwenye pikipiki au chombo kipya na kikuukuu, kile kibovu, kwa sababu kuna dereva mwingine ni mzuri kwenye pikipiki mpya, mwingine ni mzuri kwenye pikipiki mbovu. Kwa hiyo wanatofautiana. Ya pili, tembea naye zaidi ya safari mbili, sababu safari moja haitoshi kujiridhisha kwamba huyu ni dereva kamili. Mwingine anaweza kabahatisha tu kwa siku moja, ameamka upepo ipo naye, kila maamuzi anayofanya ni sahihi, lakini kumbe huyo tunasema ni kishandu. Kimpa pikipiki, yani hapo unaona upepo tu. Muone. Tembea naye katika safari ndefu na fupi, kwa sababu safari ndefu itafanya ujue maamuzi yake ambayo anafanya. Safari fupi utafanya ujue maamuzi yake. Safari ndefu utafanya ujue uwezo wake wa kucontrol chombo. Kwa hiyo kwa safari ndefu na fupi utakufanya ujue yeye ni dereva kamili kiasi gani. Pia fanya mahojiano naye ya matokeo yake barabarani. Unaweza kukaa mpiga story tu, wewe barabarani kitu gani? Bwana mimi jana kuna gari kwa nyumbani nikaipita bwana, nikamachia moshi tukaangalia, huyu bwana hamna kitu. Au niligonga mtu kakimbia sijakaa. Unaweza kupata zile sifa kwamba huyu ni mtu aina gani. Lakini ukiongea naye ukiona kwamba yeye anakwambia bwana wasimfanye kwa matani kasubiria, kuna sifa tu ukiona utajua kwamba huyu ana ule utimamu na ukamili kama dereva. Kile cha msingi ambacho pengine sio sana, angalia muonekano wake na usafi wake. Tunasema tusijaji book by its cover, lakini mara nyingine ukienda kwenye bodaboda Mgundu, kuna dereva wajua kidogo kapiga bleach, kaka kiatu kavaa hivi, yani automatic unajua huyu dereva hapa kuna shida. Yani utaona kwamba kuna shida, lakini ukiona amevaa smart, ametulia, unaweza ukaweka tu ile dhana kwamba huyu ni dereva kamili ambaye anajitambua. Kwa sababu huwezi kukuta dereva mtu mzima ameweka kiatu hivi, sijui wenyewe wanajua hawa madereva.
wanafanyaga, mimi sifahamu inakuwaje. Pia fuatilia nyenzo zake baada ya kumpa chombo. Ukishamkabidhi chombo, fuatilia nyenzo zake. Je, anafanya service kwa wakati au anafanya safari zipi? Na maana kufuatilia nyenzo zake kutakuthibitishia haya yote ambayo uliyadhania huku mwanzo. Mwisho ni vema nawe ukawa unajua kuendesha hiko chombo. Yaani ukiwa unajua, ukikiona chombo chako utajua hiki chombo kwa kuhisi tu hiki chombo kina changamoto fulani au kina matatizo kadha wa kadha. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuya notice na kumwambia huyu dereva aweze kubadilika au kumbadilisha dereva mwingine ikiwa yeye hatofaa zaidi. Nini cha kufanya? Hakikisha hatufeli tena kwenye biashara hii ya bodaboda. Hakikisha hatufeli tena. Tunatafuta madereva kamili kwa kuweza. Chagua dereva sahihi wa kumpa chombo chako kwa usalama wa chombo chako na kuendeleza biashara yako. Maoni, ushauri na mkazo pia kama kuna maswali.